No, ini. Sekarang ada mana family itu? Mas, mau yang lama tali ini mending ho. Angasal. Ini tuh agak darah. Iya. Kamu. Ya guru
kiongozi wa ushirika. Kwa hiyo au la mlo dinalo wala nangasa romo ndio dunia kidogo kaiti basi ni marona lakini anakadamo kelo kada nangasa romo. Amen. 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 Kori na dikoi. Alhaitu na kubuni. Misal erorian. Amu mai roranan na erora Allah halayam irua ba yogi ba gonjir kalamuni. Ho age dua ho ma mai irua alu age no kona bi kasin ke ha mangkar. Misal erorian. Misal kaya na ju. Ene dona yale rani biro e weiro danoko. Ne weiro kwel. Agen no alungal langkai ni no Allah helna ni no kyo. Misal kaya na. Arroz gollo la roho rangkara ki mu yari na dia noko kagaran mirauno kaginingagi. Ayal rauli nore nebo wesia ini do virus na kaya rana kaya kan. Ore raba ba gini ba maya karana le. Alo na arana ke raus singolio. Ore le singolio. Na ke do aira anda jalasa. O ashu yang kai. Misal rede. Maran nungra magin amme mahni da maran hona le ngakan no kera kesana. Divine Studio Reference.
nalo Kerayo siligi la gasara nalo Kerayo siligi la gasara nalo Kerayo roya ya la roya ni Yes hiro nalo bo hiwe nalo Kerayo siligi la gasara nalo Kerayo siligi la gasara nalo Kitabu Ezra matu atomono keliomwa nejo chi todo mwenye amo esia ino ina nikidiyo teneko iye ndagoloyu nias ina. Neno la Mungu nasema inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema hii kubwa uliotupa na kutukusanya sisi watoto wako. Tumetoka sehemu mbalimbali, kila mmoja amepitia njia, ukaifanya miguu yetu kuwa mepesi moja na safari zetu na vyombo vyetu tuliokuja nazo, hasa sisi tuliotoka mbali, lakini Mungu katufanya kuwa watoto wako. Mungu wa mbinguni, katika kusanyiko hili nalo kutumikia wewe, ninakusihi kwa sababu Baba wa mbinguni, pasipo wewe sisi hatuwezi lolote. Lakini Mungu, kwa kusoma neno lako nalo tuamsha, nalo tupa nguvu na afya ya kuwa pamoja. Bwana Yesu, kazi hii uliotuitia, Mungu wa mbinguni, utajichukulia utukufu. Kwa hiyo nakusihi Bwana Yesu, uingie ndani ya mioyo yetu kwa neno lako takatifu, lifanye kuwa makao mapya Bwana, na kugeuza mawazo yetu kuwa mazuri, na hatimaye Mungu tukutumikie vema katika matoleo yetu na katika mchango wetu harambee, lakini vyote kwa moyo wa ukujufu na umoja. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nirudie tena kusema mtaa huu wanakenywa. Kaeni, naomba tukae. Amadroni. Nirudie kuwapongeza sana kwa jinsi ambavyo mawazo yako mengi, lakini wazo moja kubwa, hasa kwa wakati huu wa kiangazi, jua kali. Kuna mahitaji mengine ambayo ni magumu kuyapata kutokana na hali yenyewe ya jiografia ya kiangazi, lakini pamoja na hayo mmejitoa na kuweka mawazo yenu kumtumikia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa watu wengine wanaweza kusema harambee hata kama ni ndogo ni kitu kinachogusa, lakini wengine wanasema hapana, sasa hivi hatuna chochote, mifugo ndio hayo ambayo tunategemea katika mazingira haya, yamekondeana na mazao ndio hivyo, maji juzi ndio tulikuwa changamoto hapa, lakini haya yote mmehesabu kwamba bado Bwana ana nafasi kubwa ya kutumikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpongeze mwinjilisi wetu, kila mara tunashirikiana katika kazi hii na mawazo kwa ajili ya kuendeleza, tusikate tamaa kwa kazi hii ya Mungu.
Kwa hiyo niwapongeze sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niwashukuru watu wa Mungu ambayo hata tayari wameshataja majina yao na mahali walikotoka. Kutoka Namanga si rahisi, kazi rahisi, ni mbali, ni gharama kiasi. Kutoka Purana si kazi rahisi, ni mbali na ni gharama kiasi. Lakini hayo yote Biblia bado inasimama kusema mahali penye upendo hauhesabu gharama. Kwa hiyo nashukuru sana, hasa niseme tu kweli, nimshukuru sana mzee wetu wa kanisa, rafiki yangu, rafiki ya familia yangu na rafiki sasa wa mtaa huu, ndugu yetu Benedict Mechae, kwamba hata yeye mwenyewe ndiye ananikumbusha kwamba mchungaji ni lini. Kwa hiyo huko Namanga alikuwa ananiambia tu, ni mchungaji siku hivi ni lini, ni wili nimkumbusha, lakini pia na mimi amenikumbusha. Kwa hiyo nimesikia kwamba ni mtu aliyejitoa kabisa kwa moyo wa kufanya kazi hii ya Mungu. Kwa hiyo ukitangaza baraka, kweli kuna watu wanastahili baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru kamati ambao wanaendelea kuratibu shughuli hii, kwamba tunahitaji kupaua jambo hili tu la kanisa ambalo kila mtu anatamani tuingie ndani kutokana na mazingira yetu ya jengo ambalo tumekuwa tukiabudia. Kwa hiyo sasa neno la Mungu leo linasimama, nasema inuka. Inuka. Bwana Yesu asifiwe. Inuka. Yaani kuna mtu ambayo jirani yake anaona yuko chini sana, amekata tamaa, hawezi kusema, hana jibu lolote, hana jambo lolote la analoliona mbele. Lakini jirani mwema akapita akamwambia inuka, maana bado kazi hii inakuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naamini wote tumekuwa watunzaji wa watu ambayo hawana nguvu ya kuamka. Pengine wamelemewa na magonjwa na mawazo, lakini unapomkuta akinyosha mkono wake hivi, alafu ukamshika kwa mkono mmoja akiamka, bila shaka yule mtu akisimama, wewe uliyemsimamisha utajipa matumaini kwamba Mungu amekutumia kumuinua yule asiyeweza akainuka. Na wewe ambaye unaamshwa, Bwana asifiwe. Ukiona mtu amekushika mkono, alafu yeye yeye hajalemewa na uzito wako, kwa hiyo ameendelea kusimama ili na wewe usimame. Na mzigo na uzito wa yule anayeinuliwa, alafu akaamka, basi kwa pamoja mkisimama sasa, mtampa Mungu utukufu kwa sababu mmeweza kusimama na kuwa kwa sababu ya nguvu moja mliounganisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kazi hii ambayo Mungu ametupia leo ni kwamba wote tunahitajikana, kwamba kila mtu anasema inuka, maana kazi hii inakuhusu wewe. Haimuhusu mtu mmoja aliyetoka mbali au karibu. Jambo hili la kimungu linatuhusu sisi wote. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mimi nilikuwa nazungumza na kuhubiri habari ya mgonjwa ambaye amelemewa. Sasa mzee wa kanisa ameleta taarifa kwamba Luseriana anapigiwa kwamba kuna mtu mgonjwa, kwa hebu amka, tuamke tumuombee huyo mtu kwa neno hili aweze kuamka kwa jina la Yesu. Hebu naomba tusimame. Alafu sasa nyosha mkono wako kana kwamba huo mkono
unakwenda kumuinua huyo mgonjwa kwa imani. Baba anaitwa Maria. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, katikati ya ujumbe huu ninayohubiri, Mungu wa mbinguni, mbele ya wasikilizaji hawa, Bwana Yesu, umetuletea Mungu wa mbinguni wajibu wa imani wa kumwombea huyo mgonjwa, ndugu yetu na dada yetu Maria, mahali pale alipo. Unajua, kwa jina lenye mamlaka, jina la Yesu, tunatangaza uzima ndani yake, tunatangaza kuamka ndani yake. Tumenyosha mikono yetu kwa imani kwamba Mungu tunamuinua sasa kutoka ule maumivu, kutoka katika ulegevu wa ugonjwa huo. Kwa jina la Yesu Kristo tunakataa kila mamlaka ya shetani, kila ulemavu, kila gonjwa linalokwenda kumpa kulala. Tunatangaza kwamba sasa hazina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, tunatuma Roho wako Mtakatifu, Roho unayoponya, ukamponya Maria kwa jina la Yesu. Mungu, tukashuhudie kwamba umesikia maombi yetu. Amen. Tumpigie Mungu makofi, ametenda. Asante, tukae. Kwa hiyo neno la Mungu nasema inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Jambo hili ambalo liko mbele yetu, tumejigawanya katika tabaka mbili tu. Watangulizi wetu ambao ni wageni rasmi, na naamini kwamba tuko na wageni rasmi tu wawili, na nashukuru kwamba mwinjilisi yupo namba 1 na ndugu yetu Benedicti namba 2. Bwana asifiwe. Na sisi wote hawa wapendwa wawili wanatuambia ni kama wananyosha mikono yao kusema inuka, maana kazi hii inakuhusu kila mmoja. Kwa pamoja, Bwana Yesu asifiwe, kwa pamoja tutaweza kufikia mahali ambapo Mungu atasema sifa na utukufu itakumrudia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Waswahili wanasema umoja ni nini? Na utengano ni nini? Ni udhaifu. Mtu yeyote anayetaka kufika mbali, usikimbie peke yako, nenda na wenzako. Utafika, tena utafika bila kuchoka. Lakini ukisema nina haraka, mimi na haraka, nataka nifike haraka, ukimbie. Wewe ukifika pale jua inakupiga, tayari unakuta uko chini ya ile mwamvuli pale chini ya mti. Unakaa umechoka kwa sababu huna kutia moyo. Kwa hiyo katika haya maisha tunaishi, tunahitaji kutiana moyo. Tunahitaji tutembee pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasubutu kusema hili jambo tangu kwanza, ingekuwa ni nguvu ya mtu mmoja asingefika hapa, si ndio? Lakini kwa sababu tumeshikana, tumehamasishana, tukakumbushana kwamba hii ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo mtu anayejenga, aliyetoa tofali moja, simenti moja, jiwe moja, kila kitu ambacho umekifanya, Bwana ni mwingi wa baraka, akishusha baraka zake. Kila mtu akipokea tone la baraka kutoka kwa Mungu, atakuwa mtu mwenye afya njema na atakuwa na furaha, ambayo ndio kusudi la Mungu kwamba ametuweka hapa duniani ili tuwe na furaha na kumtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, leo Mungu ametuita. Leo Mungu ametuita katika kusanyiko hili kwamba tumfanyie yeye shughuli hii, ili nyumba hii inaitwa kwa jina lake
basi iweze kujengeka na yeye asikie kwamba katika kijiji hiki, kitongoji hiki, mwenyekiti wa kitongoji yuko wapi? Mwenyekiti wa kitongoji yuko kwenye majukumu lakini yupo. Maya dale ni grass. Asante sana vijana wangu, karibu wageni wetu. Ama tuko kwenye ibada. Kwa hiyo wageni wakikaa basi wakae kama watu wako kwenye ibada. Bwana asifiwe. Kwamba tukimjengea Mungu nyumba hii, Bwana atakapoona ubora wa ujenzi wa nyumba yake tena ya kudumu kama tulivyojenga kutoka msingi mpaka hapo ilipofikia, akiona kwamba na yeye anatambulika kwamba ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, kwa sababu anaonekana katika umaridadi wa jengo lake, hata acha kutubariki. Bwana asifiwe. Hata acha kutubariki. Na maana tutamwabudu Mungu katika uhuru wetu. Tutamwabudu Mungu katika uhuru wa kuto. Sasa hivi hili jengo tusingeweza kwa wingi namna hii, tusingeweza kuabudu hapa. Lakini tukijenga hili jengo tukaingia ndani, alafu tutakuwa tunafurahia kumwabudu Mungu katika nafasi nzuri yenye hewa. Kwa hiyo kazi hii inakuhusu wewe, inanihusu mimi, ili anganya sabu dangara kiangai na kiki na Kenya na welo shule na Kenya egila ka don ashira ngara ji no ye yo la shira lang oye mdogo ine nyana ya likai ya baigela ndo na gobi nyamuru ri nyagara loro misisi Yesu kage ngara na nya sababu ba loro misisi angaya kuna si njoro ngani lama yelo megi yelo lo ai bodi angana done mai Emmanuel na bugunyo lo shule kia nanya ngayo le ngamo nyangera nyoru kaya ngana ro share de no ne demone de ni kibiro tingiri ne mera ye share normo na renemba na do ye giro renki gwana misi sangaya deri baba na do nije aredo kanoro share do na nyomone de ni kibiro tingiri ne mera ye share normo misi sangaya pale na ra ye nyengi ho myanga ngi mera ye nyengi ho myanga misi si Yesu kuna si njana ra yengi ho minyi. Haleluya. Ina la nyanga Yesu ngolo lo jakimboro Yesu na irukishie to ra yega na gonari kage rosha ga yenga ino hengululu temiru na yango no homo na ngo nyanga gara ama ra angobru na ma ra ngai dema rono. Haleluya. Haleluya. Kuna si njana ra seriani.
Yes. Nani jare mo yeyo. Negara nganya sabara ngara gentai ongara. Sema amen. Basi ebere ngare hara mebura inala yangara amara nala lana. Haga inala tonchi. Ora mo ideba emesa rorono. Allah shuga namai iyage darwana niyo. Ora ida gwara bogo bogo yo naite mareto. Koya ya wenye.
Yes. Kila gari ingine Richard, ule Lazaro watatoa hela siku ya Jumanne kesho. Yes. Emmanuel Elu Salasini. Pedro Elu Salasini. Wale lugha nera go shilingi. Shilingi sita. Keje ay. Allah mayana lo seria 1046. Aha. Vai. Para malaga ageli. Yo. Hey,
kaya ashe lala shara laine tenebo oltung'anak pookin apa lekialikata tenkaraki ena siai mekigol kake ore ina keri nikiata nikisiayiakinye Enkai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niombe kwamba ore oltung'ani pookin apa latoomono litu aomono eewuo enewueji otoomono likae na aomon bung'aki enkaina amu kiruruko nai ilewa elakwa kulo lewa nai oruruko kuna duo nchida kanda Yesu. Bwana asifiwe sana. Kake tenikilepunye siye tinewueji na ilep sinanu aina kulewa anaime nija toi. Kwa hiyo aomon ajo ewo duo ilepunyeki maimura anya sinanu anakalaniki ele lee oiruruko itagorore ana inyala toi metaa karibuni maibung'a ena siai enkaina pee ore sinanu baada kimbung'a enkaina nalimu ina toki naata nejia ashe taa karibuni taa ashe taa kenya nejing esimu oltung'ani ojore Christopher ajing esimu entomononi ai misi Enkai anai nikidamu ajo taata ina olong kiata duo supukuu oonkera emukaeli neyiok oshi iltung'anak lendukuya kake kitalaikino taata apalana tenkaraki esiai Enkai. Entasieku taa enda irkulie tung'anak misi Enkai anai miure ore taata ina nairuruki ena tomononi metaa enamatua ai etii aituruku enamatua nemiure nituruku amu ituruku apake Samia teyiok naa ninye narikito yiok nesinanu naarikito misi Enkai anai naa enajo ninye naarikito ninye apa naiterua ele mutaa naariku ninye apa ayiolo iltung'anak lele mutaa misi Enkai anai igilaki aaku ashukuru Enkai naleng nashindwa hata kuongea agira naleng nairoro kwa furaha kwa ajili ya kazi ya Mungu inayotendeka. tenjabai tenkaraki esiai Enkai. Mungu ni mwema sana, sidai Enkai oleng, kazi yake inaenda naye eloito esiai enye sidai. Amen. Tumepata jumla milioni 4,06,250 kinoto milioni 4 onkanda 4,250 cash na ahadi milioni 1,00,000. Kwa hiyo kuna takribani milioni 6. Oya, lazima bega tabaka milioni 4. Amen. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na Mungu azidi kutubariki, atubariki sote. Amen. Kazi ya Mungu itaenda kabisa. Na nara. Ndio yangu. Naidipa iroro arejo mayu nadol besai kai nadol esiai.